Kichwa cha somo kama ambavyo nimekitambulisha kwako kina maneno yanayosema uhusiano uliopo baina ya ardhi na maisha ya mtu binafsi, na ninayo mengi sana ya kusema, lakini asubuhi ya leo natamani niseme vitu vichache ambavyo naamini vitatupa msingi mzuri kwa ajili ya wiki nzima ambayo iko mbele yetu. Jambo la kwanza ambalo nilikuwa ninatamani ufahamu, mwanadamu hawezi kutenganishwa na kitu kinachoitwa ardhi. There is no way you can separate a human being away from the land. Hakuna namna ambavyo unaweza ukamtenga mwanadamu anayetembea, anayefanya jambo lolote kwenye ulimwengu na ardhi. Katika tafsiri nyingine, ardhi ina uhusiano wa karibu sana na maisha ya mwanadamu. Ardhi inaamua vitu vingi sana kwenye maisha ya mwanadamu. Ardhi ina sehemu kubwa sana kwenye kufanikiwa ama kutokufanikiwa kwenye maisha ya mwanadamu. Na hii ni kwa sababu hata mwanzo ama asili ya mwanadamu imetokana na udongo. Hiki kitabu cha Mwanzo sura 2 mstari ule wa 7. Biblia inasema hivi kwenye huo mstari wake wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Mwanadamu, mimi Mfinanga niliyesimama hapa mbele na wewe uliyekaa hapo, tumeumbwa na maeneo makubwa matatu. Tuna maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni roho, ambalo wasomaji wa Biblia wanaweza wakaelewa liliumbwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wa kwetu, Mungu alikuwa anatengeneza roho. Sisi tunafanana na Mungu kwa namna ya roho. Kwa hiyo component ya kwanza ambayo mimi ninayo, wewe unayo, ni sehemu inayoitwa roho. Component ya pili ambayo mimi na wewe tuko nayo ni sehemu inayoitwa nafsi. Huo mstari wa pili hapo, ukimalizia ile sehemu ya kwanza, sehemu ya pili inasema hivi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nini? Talk to me church, naomba uzungumze na mimi kanisa. Akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nini? Nafsi hai. Kwa hiyo sehemu ya pili ambayo mwanadamu yuko nayo inaitwa nafsi. Anasema Biblia inakuja kutuhakikishia ikawa nafsi hai. Penye nafsi kuna mambo makubwa matatu ndani ya nafsi ya mwanadamu. Ndani ya nafsi ya mwanadamu kuna kitu tunaita utashi. Kiingereza wanaita will, uwezo, a power to decide, a power, tunasema uwezo wa kufanya maamuzi. Kuna eneo linaitwa utashi. Ukikutana na mtu ni mzito kwenye kufanya maamuzi, ombea nafsi yake, kwa sababu ndani ya nafsi ya kwake kuna eneo linalohusika na uwezo wa kufanya maamuzi. Lakini kwenye nafsi ya mtu ndani yake kuna kitu kinaitwa hisia. Ukimwona mtu anatokwa na machozi, ni maelezo ya nje, lakini kilichoumia ni nafsi ya mtu. Ukimwona mtu anatabasamu, anacheka, unaona mpaka jino lake la mwisho, ni nafsi imefurahi, kwa sababu penye nafsi ndipo penye hisia. Ukimwona mtu amepata depression, kinachopelekea mtu awe na depression, it is a part called soul, ni sehemu inaitwa nafsi. Ukimwona mtu ana msongo wa mawazo, ana mkandamizo wa mawazo, nafsi yake imekutana na vitu vingi. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Zaburi mara kadha wa kadha utamsikia Daudi akisema nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu. Several times unamsikia Daudi kwenye Zaburi akisema nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu. Kwa nini anarudia mara kwa mara? Anazungumza na nafsi ya mtu.